Kwa hiyo tunafanyaje? Subirini kwanza. Odi. Wenyewe. Wenyewe humu. Mamkali. Oya. Dharau. Vipi mamgwana? Poa tu. Mbona mabebe mengi mwanangu umeniweka kule nginja nimekaa sele mpaka dakika hizi dharau kibao yani. Wewe nilikwambia unisubirie kule. Sasa hapa nyumbani unafuata nini? Sema nini mamgwani? Haya yenyewe mimi mapenzi ujue. Ndio maana mimi mpaka dakika mwisho mimi niko hapa. Alafu umenituliza tu kama mpira kule yani nimekaa nimeboa na kusikilizia wewe. Alafu nakuja kuniletea mapepe one time au si? Maana nakwambia unisubirie kule. Sitaki kufika hapa nyumbani. Kwa sababu unapokuja nyumbani kama hivi inakuwa sio heshima. Hapa ni kwetu sio kwangu. Hem nielewe. Sawa mama mzuri. Mimi heshima gani na kuvunjia wewe? Kwa mimi kuja kuforce penzi langu dakika mwisho ndio imekuwa mavi. Yaani ndio imekuwa dharau yani. Wasikiliza. Nipende mwanangu. Mimi mselafu sina gamba mbamba, si unajua? Mimi nikinyoshaga nimenyoshaga. Au sio mamgwani? Haya mapenzi tu yananichanganya kwako ujue. Mapenzi hisia kama anavyoelewa mamkali. Nanichanganya, nipe jibu langu bwana. Hilo jibu lako endelea tu kusubiri. Kwa sababu unavyokuona kama hivi na hivi unavyozidi kuniambia unanipenda. Unafanya mambo yangu mengi yanafeli kwa sababu yako. Ashi? Kwa maana kipenda kusubiria kule ngoja kunipa majibu kama hayo mwanangu. Si ndi mtoto ya Mungu ujue. Sema pokonye baridi. Baluza yani ile hivi. Kwanza tumuulize. Alipita wapi wakati linatokea lile tukio? Kwa sababu sisi sote tulipita njia moja. Nitakiwa tushukuru kwanza mwenzetu tumemuona. Maana jambo letu litakuwa lijaribika, liko pale pale. Tumetimia 7. Kole. Usiniangalie mie. Unanitolea macho? Haunaona kuna sehemu Mwenyezi Mungu amenikosea labda niumbe mpya? Halafu mimi nachukia nyie. Yaani wewe na ule nkeo. Haya kuingia kwenye jambo ambalo haliwahusu ndo nini? Hili linawahusu? Weye, ulichokiona weye ndio mimi na mke wangu tumakiona. Na nakwambia vipi? Hautoshinda kamwe. Ili jambo tunalifuatia mwanzo mwisho mpaka tupate tunachokitaka. Hala! Hivyo kumbe nyinyi mnajifanya hamnazo? Sasa mimi nakwambieje? Mimi ni kawaida yangu. Mtu anapotoa nguu wake na mimi wa kwangu na ubandika. Sasa msije ukajua kwenye hili nitarudi nyuma. Sirudi nyuma mpaka nijue mwisho wake. Koja gale mwana chibalo chipete. Na ndo koja kinyamara chimo.
Kilebe changatanga ngoko asonywe moto. Yaani kitu kisichokijua ndio kilomponza kuku akadonywa moto alidhani chakula. Usintisha mie. Unantisha mie? Mimi nishakutana na watu wasa. Mimi nimekutana na Jangala, nimekutana na Ngwali, nimekutana mpaka na Juma Faki. Na wote hawajafanya kitu kwangu mie. Hije kwa wewe. Nasema vipi? Kama umezoea kuwafanya watu wengine, sio mimi. Hapa kwangu huwezi kufanya lolote. Ni matoka Chibalo Chipete, ukaya. Nasema kama wewe unaweza kuponya mambo, fanya. Acha kuongea maneno mengi. Nitafanya ndio. Kwanza jione huruma, Mwenyezi Mungu kashakupiga wewe. Kila kiungo hakina taklisi moja hapo. Unataka kuja kushindana na mie? Nitakunyoosha mie wewe. Hala. Mawaza mawaza mawaza. Mawaza mawaza mawaza. Umekuja. Haya, karibu. Shafika. Haya vipi? Mbona hai? Nimetoka huko, nimepata taarifa. Kipunja mweze Kiepe wamekusanya vijana mtau wote, wameenda huko kutafuta hela. Hebu subiri kwanza. Unieleweshe nikuelewe. Wewe hizo taarifa kakupa nani? Maana mimi nimehangaika hiki kijiji chote kuwatafuta wadogo zangu. Kila mtu anasema sijui. Haya wewe mwenzangu, hizo taarifa kakupa nani kwamba wale watu wametoka hapa kijijini na wamekusanya wavana wote hapa kijijini? Dada, ukitaka nianze kukutajia mmoja mmoja, sitamaliza. Labda wewe tu, wana kijiji wote wanajua. Kasoro mimi tu ndo nimekuja kujua leo. Haya, hao wana kijiji wamekwambiaje? Wameniambia wameenda kijiji gani? Shabasahau mimi. Ila wameenda migodini. Lakini si wangetuaga sisi kama wanaenda kutafuta riziki, Hivi unadhani wameondoka hapa nyumbani hawajatupa taarifa yoyote? Wamechukua na watoto wa kiume wote. Na sisi ndio wanategemea, Mimi nahangaika kijiji chote hichi kuwatafuta, kumbe watu wametoka wameenda kujitafutia riziki. Kwa hiyo angeniambia mimi labda kitu gani ambacho kingetokea. Wewe tena mama lawama. Baada ukae waombe dua huko walipoenda huko wafanikiwe, wakija hapa na masasampa yao waje kukibomoa kibanda, wakujenge kigorofa fulani hivi, tunakuja kuvimba. Wewe naye. Kumbe ndemwa Kwa mimi ninachokiongea hapa kina akili, si ndio? Wewe naye. Na hiki kijumba mnachokisema hichi ndio kiliwalea nyinyi wote. Sasa dada nikwambie, si umesema kijumba changu? Mimi na mdogo wangu Zakia tunabebana. Tunakuja huko kwako. Wewe dada vipi? Haya ukaka kirudi hapa na milaka anaenda wapi? Kama nafikia hapa. Ndugu yangu tunabanana hapa. Siendi popote. Upo? Unataka Zakia uende nenda naye. Mimi ndio mnanikuta hapa. Wewe wakumfikiria ule Kiepe. Huko alipoenda kama hajabebeshwa mibegi na mizigo, sijui. Na ule ndemwa wake. Kwako wewe yule ndo hana akili. Ila ninavyomjua mimi Kiepe wangu, habebi mabegi ya watu. Ile wasichokiangalia tu, hata wapeleka chaka. Yaani hapa kama ninajiona kaka Kipunje karudi, ana maela yetu, tunakuja kumuoa Zakia. Unasemaje wewe? Nikapigwa. Udada nalo mbaya. Yaani nakwambiaje, kaka mkasharudi tena akija nayo maela yake. Dada shika hela hii hapa. Nenda huko Ulaya kufanya sajali ya manyonyo na mimi yawe hivi. Chuchu konzi yawe hivi. Wewe Damboni, hebu njoo. Nakwambiaje, fanya kama unaona. Mtaa mzima wote utanijua kama mimi ndo dada yake Kipunje siku hiyo. Kwanza siku nishafanya sajali, nyonyo liko hapa. Chuchu konzi hamna humu. Siku kitu hapa. Yaani mimi ndo nishasema, Mwarabu unaofilisika, Zakia tunamuoa. Sio unaelewa? Nakwambiaje, mtaa mzima majirani wote watalijua shegesha langu. Na majirani mnanisikia? Mnanisikia? Wewe Damboni. Haya. Nakuja huko. Jamani. Hebu subiri kwanza. Hivi ule mbibi tuliokutana naye kule. Sio ule mbibi tunaenda kwamba maji ya kunywa kwake. Au ni mimi tu wenge langu? Hii sio sehemu sahihi ya kujadiliana kuhusu hilo tukio. Mimi nafikiri tuondoke maeneo haya. Tutakapofika eneo salama ndio tunaweza tukajadiliana kuhusu hiyo mada. Tuondokeni.
kuna ugeni wako ulikuja hapa. Kwa bahati mbaya hakukukuta. Ni yule baba ambao wako mapacha tuliwahi kukutana naye kwenye shughuli ya shangazi kule Vuo. Ana lafuzi ya Kipemba hivi. Nishamkumbuka. Yule hana upemba wowote. Kakulia hapa hapa kijijini, kazaliwa hapa. Kilichompeleka huko Zanzibar ni njaa tu. Haya, amekuja hapa anasemaje? Mimi hajaniambia kwa urefu zaidi. Ila alichoniambia ni kwamba na swala la muhimu sana na wewe. Kwa hiyo ingependeza ungeweza kumtafuta. Salama Kanyola walai. Mimi simtafuti mtu. Tena yule nimemkumbuka vizuri. Pacha wake ambaye kunifanyia mambo ya ajabu sana. Sina hata hamnao. Na laiti kama ningekutana naye hapa leo, ndio angenijua mimi ni nani. Lakini baba, aliyekufanyia ubaya ni mwenzake. Jana usikaje kwenye hiyo kesi yenu. Ni bora umtafute ili uweze kujua na shida gani na wewe. Lambwe. Nimekwambia mwanangu, sitafuti mtu yoyote. Na kwanza huo muda mimi sina. Sasa fanya hivi. Wewe ingia ndani kapumzike. Sawa baba. Ndugu zangu, mpaka hapa tulipofikia nadhani hatupo mbali na kijiji, kwa sababu naona kuna nyumba pale, kuna nyingine pia nimeiona ipo kule. Kwa hiyo kilichobaki hapa tungetafuta nyumba tukaomba ili tufanye utaratibu wa kupika tule, alafu ndo tuendelee na safari. Na dada zetu nadhani hawapo, watatusaidia katika hili, au nyinyi mnasemaje? Hapo marabu huko hamna ulichokosea. Umeona? Kwa sababu nasikia za tumori vimeshaanza kuvinyongorogota viutumbo. Vinahitaji kupata riziki ya vyenyewe. Au labda kuna mtu labda anapinga hili. Umeona ukimya umetawala vina njaa. Kwa tufanye maamuzi tu kiatu. Yahoo! Ondogeni. Unaona vijana wanavyoteseka. Wanapita misukosuko ya kutisha. Wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakwata mami wageuka. Karibu. Za saizi? Safi. Za nyinyi? Salama. Samani, wewe ndio mwenye mji huu? Hapana, ni wazazi wetu ila wametoka hivyo dada. Lakini sio mbaya zetu. Sasa tuitie toka dada kako tuzungumze nako, kanaweza kakawakilisha wazazi, maana ni kakubwa kameyaona mengi, kamekuzidi umri. Kwa na imani katatuelewa tu. Tuitie. Dada. Dada. Njoo kuna wageni. Hebu ona vijana wanavyoteseka. Wanapita misukosuko ya kutisha. Wanakuta